Pande ya kwanza ni pande ya klabu ya Young African Sports Club ambayo ndiyo inamiliki eneo hapa Jangwani jijini Dar es Salaam, na pande ya pili ni GSM Tanzania Limited ambayo yenyewe ndiyo inakuja sasa kujenga uwanja wa klabu yetu Young Africans. Naomba nieleweke vizuri hapa. Pande hizi mbili zinavyokwenda kukutana, na hili jambo ni jambo linalohusisha vitu viwili. Kwanza linahusisha mahusiano ya kisheria baina ya klabu ya Young Africans na kampuni ya GSM Tanzania, kwa sababu tunakwenda kujenga uwanja. Kwa hiyo kuna mashirikiano hapo yanaingiwa kati ya klabu na kampuni. Kwa hiyo automatic jambo hili linahusisha pia sheria. Viongozi wetu kupata uelewa wa kisheria sasa kwenye mashirikiano haya. Lakini jambo la pili kwenye mahusiano haya kati ya klabu ya Young Africans na GSM Tanzania Limited ni biashara. Kuna biashara hapo inakwenda kuingia kwenye mahusiano haya mawili, kwa maana ya klabu yetu Young African Sports Club na GSM Tanzania wanayokuja kujenga uwanja. Kuna biashara hapo itakwenda kuingia. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapo. Kuna sheria, kwa maana ya kufahamu sasa modality ya kisheria ya mahusiano haya kati ya klabu hii ya Yanga na kampuni ya GSM. Tunawekaje hiyo kisheria? Modality gani ni nzuri kuliendea hili jambo? Lakini la pili, kwa sababu inahusisha biashara, ni uwanja ambao utakuwa unatumika. Huyu anamiliki ardhi, huyu anakuja kujenga uwanja. Haya mahusiano kwenye biashara yanakuwa na mwongozo gani? Kwa kutambua hilo na kwa kuthamini uweledi, uwazi wa klabu yetu Young African Sports Club kwenye mkutano huu kabla haujafanyika, yani kabla pande hizi hazijakutana, kamati tendaji ya klabu ya Young Africans ilitengeneza kamati maalum ya kuliendea hili jambo sasa la uwanja wetu wa klabu yetu Young Africans. Na kamati hii itakuwa chini ya rais wa klabu yetu, kwa maana ya Engineer Hersi Ali Said, ndio atakuwa mwenyekiti wa hiyo kamati. Wajumbe wote wa kamati tendaji wanaingia pia kuwa wajumbe wa kamati hiyo, ambayo itatoka hapa kwenda kukutana na kampuni ya GSM Tanzania Limited. Lakini kwa kuzingatia fakta mbili ambazo ni mwadokeza awali, kwa maana ya mlengo wa kisheria kwenye mahusiano haya na mlengo wa kibiashara, wako wajumbe wawili ambao kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans imewaongeza kwenye kamati hii. Jumbe namba moja ni mwanasheria msomi, mzoefu na mbobevu Alex Mgongolo, ambaye ameongezwa pia kwenye kamati hii, na specific anakuja kutoa ushauri wa kisheria kwa viongozi wetu wa klabu ya Young Africans, aina gani ya mahusiano ya kisheria kwenye mikataba tunatakiwa tusign na GSM Tanzania Limited. Lakini mjumbe wa pili ambaye ameongezwa kwenye kamati hii ni kaka yetu Ivan Tarimo, ambaye yeye anakuja sasa kutusaidia kwenye engo ya kibiashara. Wote mnamfahamu Ivan Tarimo, ana background nzuri ya business. Kwa yeye ameongezwa kuja kutusaidia kwenye engo ya pili. Engo ya kwanza ya kisheria, watu ambao watakuja kuleta ushauri kwa viongozi wetu, ameongezwa hapa Alex Mgongolo. Lakini kwenye upande wa biashara sasa, mtazamo wa kibiashara kwenye mahusiano haya, ameongezwa kaka yetu Ivan Tarimo. Hiyo ndiyo kamati iliyoundwa na kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans kushughulikia jambo hili la uwanja. Mwenyekiti wake atakuwa rais wa club Engineer Hersi Ali Said. Wajumbe wa kamati tendaji watakuwa ni wajumbe automatic wa kamati hiyo plus wajumbe wawili ambao tumewaongeza.
Mmoja kwenye uwanda wa sheria Alex Mgongolwa, wa pili ni Ivan Tarimu kwenye eneo la biashara. Hizi ndio stage 3 ambazo zitafuatia. Yaani baada ya leo kutangaza, mchakato unaofuatia kutangaza na kujulisha GSM. Mchakato unaofuatia tumeshatangaza pia na kamati ambayo itasimamia hili jambo, na mchakato unaokwenda kufuatia hapo mbele sasa ni Young African Sports Club kwenda kukutana na GSM Tanzania Limited. Ziko stage mbali za kuliendea hili jambo, na mimi sitaki kumaliza uhondo wote leo. Nataka twende hatua kwa hatua, nisijaze vitu vingi kwenye vichwa vyenu mkashindwa kuvichakata. Nataka twende hatua kwa hatua, kama tulivyoahidi kwamba tumetangaza tenda ndani ya siku kadhaa tutarudi kuwajuza, na tumefanya hivyo, na leo tumewatangazia mshindi na tumewatangazia kamati maalum ya kudili na swala la uwanja wa klabu yetu Young Africans, wajumbe ambao wameingia kwenye kamati hiyo, na tumewaambia hatua inayofuatia ni klabu ya Young Africans sasa kwenda kukutana na GSM Tanzania Limited kwenda kujadili sasa mahusiano haya kwa engo ya kisheria na engo ya kibiashara, ili tujue sasa tunakwenda kuanza huu mchakato katika modality gani.